mtu anamaliza shule, labda amekosa ajira, labda anapitia katika mambo magumu, basi ni bila kuwa na subira. Lakini pia mamlaka zetu kuona namna ya kuandaa mitaala ambayo inaweza kuwajengea uwezo watoto kuweza kuja kujiajiri au kujua namna ya kuishi, wasisubirie kuajiriwa, kwa sababu sisi wakati tunatoka shule, ukienda jeshini, umeenda kozi, wiki mbili kabla ya kumaliza jeshi unaona kuna post board wameleta kwamba mmepostiwa, nendeni mkaangalie kuna ajira, lakini leo hiyo hamna. Kwa hiyo tuwaambie watoto wetu yote hayo, wasiwe na matarajio makubwa, pengine uwezo wa mamlaka nao ni mdogo katika kuajiri, basi wawe na subira. Jina lako na naitwa Joyce Mdachi. Joyce Mdachi ni mkurugenzi wa JRCF Global Religion for Children Foundation na ni mtekelezaji mwenza wa mradi wa kujenga amani katika nchi ya Tanzania. My name is Irene, but you can call me Irene, it's the same spelling, and I am the program manager for Kujenga Amani project. That is a project that is being implemented in the 3 countries in the Swahili coast of Kenya, Tanzania and Mozambique. And this project is really fundamental for peace building because we have learned though that even if there is not an armed conflict, there are many things that people call conflict. There are many things that affect the life of people, of young people, and those we have discovered that those could be no safe space for youth, a wrong representation for youth, where they are not allowed to express themselves properly and freely, and there are many prejudices and grievances that affect their life every day. So this project is really important for peace building because it put us together. It's a regional project, so we have discussed so much about what is conflict and what is peace. We have not found many answers, but maybe we understood that to build the peace, the process is that, to create space for dialogue, to create space where people can meet, interact, and dream together and dream bigger. And also this project put the youth at the center of our intervention. So Kujenga Amani is youth-led, youth-focused and youth-centered, and it was the first time that the youth were really the main actor of this process, and they were not the mazet talking about peace, but it was a dialogue done together where everyone has his space to speak up and to build something beautiful. And today we are here with the Peace Club. We have work together with more than 1,000 students across all the 3 countries, and it's so beautiful to see them together today, to interact, to exchange, and I think that peace is really something that is super concrete, and today we are seeing it inside that room. So far, do you see an impact since the inception of this project? Many impact, and many small impact and big impact, because with Kujenga Amani, we work with different components. One of these components was all these dialogue components, the Peace Club. Then we have done a lot of awareness activity at the world level, and also we are a sub-granting organization, local organization to do project in peace building across the 3 countries, and communities that we are talking to, they really recognize that peace, as I said before, is something super concrete, and when you talk with the people that were touched by the program, they have create a space in their life, they have solved some issue within their community, they are more aware of little things and little change that within the community they really strengthen social cohesion. Kwa majina naitwa Violet Monyoncho kutoka Kenya, kaunti ya Mombasa, kaunti ndogo ya Kisauni. Ningeweza kusema kuwa mradi huu wa amani, kujenga amani, ni mzuri kwa sababu kuna manufaa mengi tumeweza kupata huko, hasa kwa kusaidia upande wa wanafunzi na yale maeneo ambayo wanafunzi wanatoka, I mean the community around. Kwa hivyo imewezesha the community na wanafunzi in school kuweza kutangamana kwa njia ya amani. Wanafunzi ni muhimu watangamane kwa njia ya amani kwa sababu
ukiona kwenye huu mradi kuna part of the activities wanafunzi wanapatiwa wanafanya. Isingekuwa hivyo, ungepata wamejihusisha na mambo mengine kama utumiaji wa madawa za kulevya, wangeweza kujiingiza kwa mambo like committing the crimes, and itakuwa harmful to the society. From these activities huwa zinawafanya wanakuwa busy in schools, and then kwa sababu kwa shule pia wanafundishwa jinsi ya kusolve conflicts by not using violence and all that. So ukienda like in the community, kama kuna some of the conflicts that are there, unapata it's ni njia nzuri ya mwanafunzi kuweza kujitenga kutokana na pengine vile vikundi ambavyo huwa viko huko vya kuleta uhalifu. Mimi naitwa Hussein Bandari kutoka Kenya, natokea katika shule moja inajulikana kama shule ya upili ya wavulana ya Wa. Na mradi wa kujenga amani kusema kweli ni mradi ambao umeleta nchi nyingi pamoja, ukizingatia kwamba kuna nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya na ya Mozambique pia zimekuja pamoja. Huu mradi una umuhimu wake kwa sababu unaona pia wameangalia sana wanafunzi, na pale katika jamii watu wengi mimi naamini kuwa wao ni wanafunzi. Kama ule muda likizo utakuta kwamba kuna visa vingi vya kihalifu viko pale, ni vingi, ama utovu usalama huwa umekuwa mwingi, yani ni kwa sababu ya kuwa wanafunzi huwa mara nyingi ndio wanahusishwa. Kwa hivyo huu mradi umeleta pamoja wanafunzi na wamepata hamasa mbalimbali na mafunzo jinsi gani ambavyo vitakuwa wanadumisha amani katika jamii. Wewe binafsi unawezaje kudumisha amani, kwa sababu upo kwenye mradi huu unadumishaje amani katika kuleta solution kwenye conflict? Kiupande wangu mimi huwa natumia sana kipaji changu kudumisha amani, kwa sababu mimi naweza kuigiza, naweza kugani mashairi, pia vile vile nitasema ni mwanahabari chipukizi. Kwa hivyo nilifungua mtandao wangu pale wa TikTok. Sasa unakuta watu wakija pale wakiangalia, maybe labda leo nimeandika kama shairi kuhusiana na amani, so watu wanapenda ile kazi yangu, na jinsi wanavyonifuatilia, jinsi wanavyopenda kazi zangu, unakuta kwamba wanapata mafunzo kupitia ile kazi yangu ambayo nimeweka pale.